kulawiti wanafunzi. Kwa hiyo tunawahusia msiwe miongoni, maana inatikana sana kwa walimu wa kiume. Kwa hiyo miongoni mwa wale watakaoletwa kwa ajili ya kwa kwanza ukiwa Muislamu, alafu pili kuwa mwalimu, yaani kiongozi, kuwa na tabia ya yaani ni kuiaisha dini. Kwa hiyo baada ya kusema haya, napenda kumkaribisha mheshimiwa jaji ili aweze kuongea chochote. Asalamu alaykum wa barakatuh. Nashukuru Mwenyezi Mungu kupata fursa ya kuongea na watu wadhi kwa siku ya leo. Maana walimu maalum sana kwa dunia hii. Naomba sirejea tangu asubuhi mmekumbushwa nafasi yenu katika jamii. Labda tunawakumbusha kidogo kwamba walimu ni walezi. Zaidi ya kufundisha pia ni walezi. Ukitaka kujua kalimu wanafunzi. Mnakuwa tabia mbaya maana yake tabia hivyo mkiomba kuwalea wanafunzi wa Kiislamu na mimi nitakubali. Hiyo ni la kwanza. La pili na wapongeza kwa kuhitimu. Najua bado sisi mtihani hamjafanya. Natakia heri.
strobe na sasa hivi nafanya na watu 10 20 nafanya na mtu mmoja. Mahotelini sasa hivi ni hao robot. Kwa hiyo usipojiongeza wewe mwenyewe ukawa na ziada, uonekana wewe unacha kuongezea ya walimu darasani, hiyo kuongezea na wewe nafasi ya kupata. Tunaambiwa ajira ni vinyu, lakini pia inakupa nafasi wewe hata ya kupeleka YouTube mafunzo yako, basi wakawa kulipa, kwa sababu YouTube content zinatengenezwa na nani? Binadamu. Kwa hiyo ukiweza kufungua ukawa na website yako, ukawa unaweza kufundisha kupitia website yako, si lazima watu wakufuate huko ulio, unapata hela ukiwa nyumbani. Ulimwengu tunaoendea hivi. Kwa wale ambao tafuta mafunzo, usidhiki kila siku endelea. Lakini saizi ni kwamba mambo yanafanya kufika mwisho. Wanakupatana zaidi kwa sababu ulimwengu wa sayansi na teknolojia hawataki kuendelea kwa mambo yote mengine. Kwa hiyo nimesema usuluhishi. Na bado nikasome tena kupitia online. Wala sema naenda kiacha pale wangu hapa. Watakuwa tu ofisini, lakini masters ya masuala ya usuluhishi, ili ikiwezekana niwe msuluhishi wa kimataifa. Sema nimeshafanya na PhD na watu. Ukiangalia kwa umri wa binadamu sasa hivi maana yake kufa. Wanasema ukishafika 40 anza kuangalia maisha yako, kuweza maisha yako na nimefika miaka 40 na nimepita. Lakini bado kwa sababu sijui kadari yangu. Tulio sijui ni kwenye kundi hili. Kwa nipo najiandaa na kifo changu. Lakini pia najiandaa pia na maisha yangu hapa duniani, sababu sijui wake ni lini. Na ninapofanya hivyo pia nahakikisha jamii nayo walau na yenyewe naacha ikiwa natambua nini. Kwa maana shehe alinikumbusha kama niseme wao watakosa shida mitaji midogo midogo kwa wanafunzi. Na great leo ikitokea mahali unaweza kwenda tukute, tutasaidia. Siko peke yangu. Ninao watu wengi. Si kama wanasheria, chama chetu cha wanasheria wa Tanzania. Tuna complete za kuwasiliana Tanzania. Sina ile hela, naambia jamani kuna Muislamu mwenzetu alisalimu, amefanya hiki na kile. Sasa hivi utajaliwa ndio fungu lako, unatakiwa sema ndani upokee na wewe usije jamii yako. Kikiwa kidogo sana basi nitafanya hata mimi mwenyewe. Na mheshimiwa Sigwa yuko hapa, tunao pia Muslim lawyers na bora tupo. Tutasaidiana na tutaweza kuwasha mkono. Lakini hatutamani mtoke hapa mwende barabarani mkavue na hijabu zenu mwefe kudoa. Wengine mkango wana mitindo wale t-shirt imebana, hata hizi kanzu hazitaonekana tena. Tafadhali msifike huko. Jamii yenu ya Kiislamu ipo, mashehe hapo, na sisi wengine tupo. Tunasaidiana maisha yakaenda. Ili mtu tunasemaga kila siku mkono kwa mkono mpaka wapi? Peponi. Tuwenye risala ambayo nimesomewa hapa. Mimi nimepokea risala, lakini kama mnakumbuka nilikabidhiwa hiki kijiti nikiwa hapa ukumbini. Nilipokea. Na kwa hiyo tatoa tu ahadi ndogo, lakini kile kikubwa nitarudi kwa yule nilimwalika kama mgeni rasmi. Sitamwacha peke yake. Nitakuwa naye kwenye kutekeleza ahadi ambayo tutakuja kuiweka. Lakini ambayo mimi naweza kusema tarehe 30 mwezi huu mtaweza kupata jozi 3 za vitabu. Takbir. Inshallah.
Inshallah tutakujisini tarehe 30 uje wapatie waweze kwa mmefilisti. Ningesema basi shehe wanulie waletee, lakini kwa wenyewe mmesema ni pesa 60 tampatia shehe hiyo 180 mwezi kwanza. Kuhusiana na hizi jozi mbili za vitabu pamoja na mimi naomba yaahidi kwa niaba ya mgeni rasmi tutasaidiana, lakini kabla mwaka inshallah mtakuwa mmepata printer, mmepata na hizi jozi mbili za vitabu. Tuombeane tu mara unapoahidi ni deni, wanaonifahamu nikiri ni deni. Kwa hiyo na ni deni hili sio kwenu Mwenyezi Mungu, kwa sababu unapoahidi kwa ajili ya kutoa kwa ajili ya Allah, kutoa ahadi yako iko kwa Allah, uhitaji kufuatwa. Bahati nzuri zaidi mimi sio mwanasiasa kusema kwamba kaua uchaguzi nimesimama hapa ni ahidi ili baadaye nipate kura zenu hapa. Mimi ni sheria. Kwanza wanasema kabisa usifanye kwa kuangalia huba wala sijui ndugu na kadhalika. Kwa mimi nimeahidi tu kama binadamu kawaida, na ahadi yangu mimi nika mbele ya Mwenyezi Mungu na mimi ataniwezesha. Baada ya kusema hayo, natambulisha maiki kwa kuendelea na mambo. Nitakula keki hii kwa shilingi za Kitanzania 50. Mashaallah. Na hiyo hela mimi nimeshakabidhi. Si ndio? Aje uthibitishe hapa. Tupo live. Uthibitishe. Je, hana baba? Naamini ujumbe utawafikia. Leo tulikuwa kwenye safari hii na tumetoa hiyo 50 kwa ajili ya kula keki. Na keki tunaomba uikate kwa heshima na taadhima. Kate. Mashaallah, takbir. Mgeni rasmi anapendeza. Ananukia. Amenoga janoga. Yani ni raha fauka raha, yani raha juu ya raha ndani ya raha, paka maka. Mashaallah, Mwenyezi Mungu azidi kukubariki la kheri na Mwenyezi Mungu azidi kutunza zaidi na zaidi na zaidi. Lakini hapa sasa kwa keki hiyo Sheikh Ibn Rashid mwana wa Kilonda, sasa naomba keki hiyo iwa italiwa baada ya kidogo. Sheikh Hassan Ibn Rashid mwana wa Kilonda, kulingana na muda, naomba sema una dakika 2 tu kwa ajili ya hilo jambo maalum kabisa. Hapa sasa hilo jambo maalum litaweza sasa kuweka mazingira sawa, uanze kutaja majina ya vyeti. Hiyo karibu katika hizo chache kabisa. Karibu. Na kwanza shukuru sana mgeni rasmi ambaye tumekupa simu kwa muda vizuri. Ili uweze unaga mambo itakuja matatu kuchukua za fedha. Nikasema wala okay na ishq lakini 180, lakini amesema 180. Ukaenda kusikia watu washirika ndani watakusika ndani, yani utaka basi umesikia basi kumbe kashabali anasema nauli atanipa. Alhamdulillah. Mambo yananoga shoni kabisa. Sasa nafikiri ila kuna jambo moja.